yetu aliyekuwa rais wa awamu ya 5 John Pombe Magufuli. Huyu mimi kwangu alikuwa ni kaka, alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mwalimu wangu katika siasa. Mimi licha ya kuwa mwanasiasa, lakini nilivutiwa sana katika uhai wake akiwa kiongozi. Tangu akiwa mbunge, tukiwa na jimbo moja la Chato, tukiwa na jimbo moja kutoka Biharamulo, baadaye tukawa jimbo la Chato. Kwa nilianza kujifunza siasa kutoka kwake. Kila alipokuwa nafanya nilitamani na mimi kuwa mwanasiasa bora kama yeye. Kwa hiyo matunda mnayoyaona haya mimi nikifanya kule Chato Kusini kwa niaba na Chato Kusini ni kwa sababu mwalimu wangu alikuwa ni yeye. Nimejifunza kikubwa kimoja ambacho mimi kwake nimeamua kukifanya. Ni hapa kazi tu. Mnapoona ninanunua mitambo ni kwa sababu nina mwanzilishi wa jimbo hili la Chato ambaye alikuwa ni rais wa awamu ya 5, kwa sababu yeye ametuasa kufanya kazi na kuwatumikia wananchi hasa wanyonge. Kwa hiyo mimi katika kujifunza siasa nilitamani sana niwe mwanasiasa kama yeye, nitakayekuwa na majibu kwa wananchi. Lakini pia niendelee kushukuru serikali yetu ya awamu ya 6 ya Daktari Samia. Kwa kweli alipoishia ndugu yetu na rais wetu wa awamu ya 5, yeye mama ametimiza, ametekeleza miradi yote, amekamilisha. Kwa hiyo sisi kwetu kama wanachato tunashukuru sana. Kwa rais ya awamu ya 5 aliacha miradi mingi Chato, lakini rais wa awamu ya 6 Daktari Samia mama yetu mpendwa ameikamilisha yote na kuanzisha miradi mpya. Kwa hiyo naishukuru sana serikali ya awamu ya 6 na kishukuru sana chama changu cha Mapinduzi. Kwa kweli falsafa zake tumeziishi na tumezitekeleza na tutaendelea kuziishi. Asanteni waandishi wa habari.